Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Yes, huko nasikiza matangazo yetu ya Baraka1 TV tukiwa tuko tarehe nyingine ya 15 mwezi wa pili 2026, majira ni saa 6 saa Afrika Kati, ikiwa inaelekea 7 majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and only town DJP Rajabu Akili Kabonga, ambaye nikurushia haya matangazo. Karibuni sana kwa wote ambao mnatusikiliza kutoka pande zote za dunia. Najua jana imepita bila kuwa na matangazo yote, na ilikuwa ni sikukuu ya wapenda nawe ya nafikiri niwatakieni tu, nilikuwa nikiwawishi heri ya sikukuu kwa wote, na mimi nawapendeni wote, na mahitaji mengine tu madogo madogo ambayo pia yaliweza kutokea, na nataka tunitoe radhi kusema kwamba kwa sasa hivi matangazo yetu ya live yatakuwa hayako yanaruka. Kumeni kwamba kuwa mnaona matangazo yetu live kwa sababu mtandao umeharibika kabisa, yani connection imeharibika kiasi kwamba uwezo ukapost video ambao umetengeneza ya dakika 30 hivi na ikakwenda kwa muda ambao unastahili, inazingua sana tena sana. Kwa hiyo tunarudi katika mfumo wetu wa siku zote, lakini mambo pia yakirekebika tutakuwa tuko sawa, sababu muda si mrefu tutakuwa tuko na mtandao wa Starlink ambao tutakuwa tuna full wifi za kutosha, na hivyo tutarudi katika mfumo wetu wa kawaida wa kurusha matangazo tukiwa tuko live kabisa. Na nashukuru kwa wote ambao mnashirikiana na B1 TV kwa ajili ya kuweza kujipatia kifaa ambacho tuko tunakitafuta. Tahadhari kubwa imetolewa Minembwe kwa FRDC, wanataka wapiganaji wote wa Twirwaneho Red Tabara ambao wapo ambao wanabakia wanajificha Minembwe waweze kujisalimisha. Swala jingine ni pia Twirwaneho wameandika barua, wanalalamika kwamba mauaji yanafanyika Minembwe huko. Mwezi Nyarugabo pia ametupia neno kuhusiana na hicho, na hapa nitakuja kukazia. So lazima tuwe tunalikazia hili swala mara kwa mara ili pia tuwe tunakumbushana. Na mzee William Amuli Kutumba pia alikazia hili swala huko Minembwe wakati ko Alenge maeneo yote, kusema kwamba objective ni kudhibiti mikenke yote na Minembwe yote. Kisha mission ya wazalendo haiko juu ya population civile. Mission haiko juu ya wale. Mission ni Twirwaneho Red Tabara M23. Hiyo ndio mission yetu. Na wanasemaga hivi kwa lugha yetu, wanasema ukiona unarudi mtoni, ina maana kuna kitu uliacha kule. Yashanyoka hiyo chuchu. Yaani kitu akija kuwa vizuri inakuwa kinapondwa pondo. Kwa mfano kama uko unatwanga miogo, ukiona kwamba bado haijakaa vizuri, ina maana utaendelea kutwanga. Na ndio maana hii ambayo mko mnasikia kila siku Minembwe, ina maana bado hatujadhibiti Minembwe mzuri. Unaona? Ndio maana unasikia Minembwe. Sasa hapa kuko desinformation moja zimetoka jana. Baadhi ya watu wa M23 wanaanza kurudisha ile mauongo yao kusema kwamba wamechukua 0.0, wamepiga 0.0. Unaona? Hivi wako wanalia kwamba raia ndio raia iko inateseka. Kisha tena huku wanaposti wanasema bali piga FRDC na wazalendo. Huko naona ma contradictions zenyewe au watu wako wanazitetea wao wenyewe. So anachokipanda mtu ndicho anachokivuna. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok.
like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo. Tutakazia hapo sana. Bwana Amadi Mwinyi nafikiri tulikuwa hatuko naye kwa hizi siku zote, na kikweli mazingira yalikuwa hayaruhusu kuweza kuwa na narusha matangazo na ndugu yetu Amadi Mwinyi. Ni kutokana na mazingira ambayo yalijitokeza, sisi tuko huku maporini, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana, unaona. Lakini hivi tutafanya tena utaratibu wa kurejesha kipindi cha saa 6 ambacho tulikuwa tunarusha na ndugu yetu Amadi, na mambo yatakuwa tu yako sawa. Nafikiri wengi wamekuwa wamemiss sana, na hata pia ndugu yetu ambaye yuko Lubumbashi anamtaka sana aweze kuingia naye katika mawasiliano. Nafikiri tutarrange hilo. So twende na hili swala la Minembwe. Tuanze na msisitizo wa mzee William Amuli Kutumba. Unaona parade ambayo mzee William Amuli Kutumba alifanya kwa lengo la kuhamasisha wazalendo. Wazalendo ambao alikuwa anahamasisha pale sio wazalendo wa CNPSC. Hapana, ni wazalendo wa movement zote zenye ziko mu territoire ya Fizi ambazo ziko engagé kule kulinye de front. Anawatia moral, na hivi ndio gisi inakuaga. General Kakobanya iko pale, General Zelambuma, General wengine wako pale, wakina Kibambala alikuwa iko pale, na wengine walikuwa wanasikiliza mitindo ya kamanda mkubwa wa wazalendo mnivo ya province ya Sud Kivu. Mzee anakuja na message gani? Watu wanakaa wanasikiliza. Anahutubia, anatoa message jinsi ya kutengeneza vikosi. Kama hili swala litaendelea kuwa hivi la pamoja, uone kama tutakuwa tuko na advantage kubwa sana. Unaona? Tutakuwa na advantage moja kubwa ambayo haiko ya mzaa. Na ndio hiki ambacho tulikuwa tunalilia kila siku, jamani, tutengenezeni unite ya pamoja ya wazalendo. Hapana ile ya kuungaunga ya bla bla ya maskaradi, hapana. Iko ni kabisa unity ambayo imesimama, unity kweli kweli, na hiyo ni unity kweli kweli ambayo ikijiangaje kwenye mapigano inaenda kupigana, iko na kila kitu. Wewe unasikia alisema tulitoka hapa tuliwacheni kila kitu kasoro tu teni militaire. Donc tuliwawezesha kila kitu kuweza kupigana. Tuelewane hapa. Sio kauli yangu, ni kauli ya mzee William Amuli Kutumba. Tuliwawezesha kila kitu, y compris silaha, chakula, madawa na mambo mengine. Kenya tukuachia tu mimi najua ni teni. Haya. Wewe mwenye unachiwa hicho kila kitu, koma unajiretrouver ushakuwa Lweba, unaenda fanya nini Lweba? Lusenda, unaenda fanya nini Lusenda wakati ulitakiwa ukue uko hapa kwenye uwanja wa mapigano? Hii imeenda kuongeza moral, kusema kwamba kenye kiko kinafanyika hapa kilikuwa ni tofauti na jinsi inavyotakiwa iwe. Wanajeshi wote wanabidi wakuwe wanaitikia kwa kauli moja kutoka kwa viongozi wa ngazi za juu. Na ndio hiki ambacho kimefanyika hapa. Nafikiri kwa huu mfumo wazalendo watakwenda kuwa na nguvu moja ya kipekee sana. Nguvu moja ya hatari ya kipekee. Akiwa yuko na waweka kwenye mstari, idadi ya wazalendo, silaha ambazo wako nasimikisha katika ile force, ile unit, ile special force ambayo imetengenezwa, ile brigade ambayo imeundwa, ambayo itakuwa iko portion na FRDC, ndio ambao wako napigana portion na Ibu hapa, wao hapa. Jamani, discipline lazima itumike. Haya, swala la mishahara. Unakula mshahara kisha wewe huyo ndio sasa unatoka front unashuka kwenda kula raha muma village. No, hapana. Mishahara tuiweke, tuifanyie malengo mengine, mesio juu ya kulewa.
unapata mshahara wako, usiende kulewa, uko na watoto, uko na mke, uko na familia, una mahitaji mengi ya kufanya. Haiko kwa ajili ya kulewa. Swala la kuingia mikenge na minembo ni swala la kutafuta Red Tabara, Twirwaneho M23, sio raia. Acheni kula mali ya raia, acheni kugusa raia, acheni kunyanyasa raia, acheni kushtumu raia. Yeyote mwenyewe mnajua kwamba ni M23, huyo ndio targeti yetu kubwa, alisema mzee William Amuli Yakutumba. Kwa maana hiyo hatutatoka huku bila kusafisha Minembwe na Mikenge yote. Maeneo mengi yamekwisha kukamatwa, kuna baki tu ile kuipiga ili iweze kukaa sawa. Sasa katika hili swala, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametuma ujumbe kusema M23 wako nafanya mbinu za ajabu. Kwanza, moja, tarehe 11 za huu mwezi walilunguza manyumba maeneo ya Rusankuku. Unaona? Wao wenyewe wa M23 watu Twirwaneho walilunguza nyumba za bandugu zao, kisha wanasema kwamba yale makosa yalifanywa na FRDC na wazalendo. Huku unaona gisi hawa watu ni watu wenye akili moja mbovu sana. Donc wako tayari kusakrifie ndugu zao, waangamize ndugu zao juu wapate kitu cha kuzingizia majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kitu kingine kenye walifanya ni nini? Wako wanakamata wanawake, wanawabebesha silaha pamoja na risasi. Wewe unasikia? Wanakamata wanawake, wanawabebesha silaha pamoja na risasi kuwapelekea kwenye uwanja wa vita. Hiyo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia jeshi la taifa linasema kwamba vitendo hivyo ni vitendo vya kigaidi na ni vitendo ambavyo vinaenda kinyume na mipangilio ya haki za binadamu. Kwa hiyo wanakamata temwe jamii ya kimataifa kuwaonesha manevra zilizo zinafanywa na M23. Wanachoma nyumba wao wenyewe wanalazimisha watu kufanya vitu ambavyo havistahili, huku pia wakiwabeba watu wengine kutoka nao kule Minembwe kukimbia nao kwenda maeneo ya Lemera. Objective ikiwa kwamba wasemeke wakimbizi Minembwe wanakimbia majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya. Hiyo ndo manevra za M23 ambazo wamezifanya hapa Resama kwanza tarehe 11 kwa 12. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatoa wito kwa yeyote ambaye anashikilia bunduki kinyume na utaratibu kwa maeneo ya na Mwe Plateau kama Minembwe, kuambia kwamba waweke silaha zao chini kabla ya makubwa hayajatokea. Na hii message inaenda moja kwa moja kwa Twirwaneho M23 Red Tabara, kwamba wekeni silaha zenu chini kabla mambo hayajakuwa mabaya zaidi. Nitakwenda kuwaonyesha hichi kitu ambacho M23 wamekuwa wakikifanya mara kwa mara. Wameweza kuandika tena barua nyingine. Wanasema depuis le retrait des forces de l'AFC de la ville d'Uvira qui a donné lieu redouté à une recrudescence de violence contre les civils Banyamulenge dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. Les attaques menées contre cette communauté par les forces de la coalition gouvernementale de la RDC, composée des FARDC, des forces burundaises, FDNB, des milices Wazalendo, des FDLR, ont commis un regret de vivacité, de brutalité et de sauvagerie sans précédent. Pas plus tard que la nuit de jeudi à vendredi, des troupes burundaises supplémentaires en provenance de la ville de Baraka ont été déployées en renfort dans la région de Minembwe, contre laquelle l'acharnement de Kinshasa et
de Gitega ne faiblit pas, caractérisé par des bombardements intenses à l'armée lourde, des frappes aériennes menées à l'aide de drones d'attaque et d'avions de chasse Sukhoi. Ces attaques brutales ont réduit en ruine de nombreux habitants civils et infrastructures communautaires, notamment dans le village Banyamulenge de Kalingi, Alenge, Bidegu, Gitavi, de Kalongi, de Gankeke. Sitaendelea kusoma hivi yote hivi. Donc ni kwamba hao watu hiki ambacho wamekiandika hapa ni wao ndo wako wanafanya. Sawa? Omwe biloko na utanga. Bangundi ba usabiloko. Kwenye wako nachoma nyumba za watu kule ni M23 Twirwaneho. Redi Tabara. Bango moko nde baobrile bandaku ya batu. Unaona hii vita imekuwa iko ni ngumu kwao kwa sababu wanataka wajiviktimize. Sasa wako wanalazimisha watu gisi walifanya hapa Uvira kuchukua Wanyarwanda wakaenda nao ili waoneshe kwamba walikimbia. Sasa ndio wako wanachukua watu pia kule wawapeleke. Watu wanajikuta kwamba kule ndio walizoea kuishi. Hawana nafasi ya kwenda. Sasa mwenyewe anakataa kwenda, wanachoma nyumba yake. Kisha wanaattribute ile makosa kwa FARDC. Kenye tutakumbuka hapa ni hivi. Wanyarwanda walikuwa wako wanasema mwaka mzima tokea mwezi wa pili mwaka jana, si ndio waliingia Minembwe? Waliingia Minembwe kwa risasi. Wakapiga Minembwe kwa risasi. Sisi tulitokaga tukaacha Minembwe. Wao wakaingia Minembwe kwa risasi, wakadhibiti kwa risasi, wakaendelea kujiravitai kwa risasi. Wako wanapandisha silaha, risasi, wanapatia wanawake zao wa Kinyarwanda kwa kinguvu, wanabeba zile risasi na silaha wanawapelekea kule. Sasa ushaona mtu anakuja na silaha, anakuja na risasi, anakuja na milisho zingine, anapelekea adui. Kisha yule adui analalamika kwamba serikali iko inapiga raia. Eske serikali inaweza kupiga raia? Tujiulize kwanza. Kama tu watu wenye kutumia akili, serikali inaweza kupiga raia kwa faida gani? Mwenye iko napigwa sio raia. Mwenye iko napigwa ni rebele, criminele, terroriste M23 Twirwaneho Redi Tabara. Eske mko na habari kwamba kuko ba espio wenye balikamatwa Burundi? Kuko espio alikamatwa Burundi? Hapa juzi alikamatwa, alikuja kuespionea Burundi. Biko na makambi za kijeshi pembezoni mwa frontiere ya Burundi na Rwanda. Lengo wanataka uangushe serikali ya Burundi. Godefroid Niyombare mwenye alikimbiaga hapa ndo pia biko namtengeneza hivi iko Kigali. Redi Tabara silishuka iko huko umaplani kwa nataka ingie Burundi. Wale ndo wako wana collaborate na M23 na serikali ya Kigali. Sasa tuambiane, watu kama hawa je, wataachiwa salama? Lazima wapigwe. Kwa hiyo hii kuendelea kuandika mabarua kulia Banyamulenge, hakuna Banyamulenge wenye wanakuaga. Mkongo atwagi na kabila kwanza inaitwa Banyamulenge. Hakuna. Mkongo tuko na wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanaishi milima ya nyanja ya juu na ya chini. Na kule Minembwe haiko village ya wakimbizi wa Kinyarwanda. Minembwe kuko Wabembe, kuko Wafuliru, kuko Wavira, kuko Wamushi, Washi, kuko Wanyindu, kuko makabila zote za RDC zinaishi Minembwe. No, sasa waache kuwa wanajikogotea kwamba Minembwe ni ya donc washatengeneza kitu fulani hivi kwamba Minembwe ni ya kwao yani. Yani ukisema Minembwe unasema wakimbizi wa Kinyarwanda. No, Minembwe haiko yenu. Minembwe sio yenu, Minembwe iko na wenye nayo. Minembwe ni ya Wakongomani wote. Na Minembwe iko mu territoire yenye inajulikana na wenye territoire yake wanajulikana. Kwa hiyo situation iko kule
Ndio hii ambayo mko mnaiona, ni kuendelea kupiga piga mpaka pale ambako mambo itakaa yote sawa. Kwa sasa hivi habari zenye mko mnasikia kwamba CCLF inafanyika FARDC bana Jeretiri Minembwe, hapana. Hizo ni uongo. Ni uongo. Narudia tena, hizo habari za FARDC kujiretire Minembwe ni habari za uongo. Tuko na vikosi vingi. Si nikwambia tuko Baraka. Tuko na vikosi, tuko na mainiti za FARDC. Tuko na mainiti za wazalendo. Unaona? Heshima kubwa sana kwa wanajeshi wetu wa FARDC. Hao ambao wamekuja. Unaona mu FARDC tuko na sorte mbili ya basoda. Na sema hivi juu kuna watu wako wanatumia wako wanafanya distinction ya ba clochard na ba soldat. Clochard ni soldat mwenye iko na esprit ya M23, esprit ya Hippolyte Kanambe. Kama uko mu FARDC na uko na ile esprit ya Hippolyte Kanambe, donc uko clochard. Ndo tafsiri yangu ile. Soda yoyote mwenye iko mu FARDC iko na esprit ya Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, ule ni clochard. Lakini soda yote mwenye iko mu FARDC iko na esprit ya sasa hivi ya chef de l'etat actuel, ule ni FARDC. Kwa hiyo tuwape heshima sana wanajeshi wetu, na tunawaombea kila siku. Binafsi na kuga na waombea watoke mwile hali ya bukloshari. Wakati tuko Baraka hapa kwenye wanapokea ya nilipiga so Baraka pale, tukakutanana na kamanda mmoja hivi anatoka kupokea, iko na mshahara wake mkononi. Nikamwambia mzee, vipi? Aseme sawa. Kama leo nazimbongo na ngai siku kozala nini? Oh tala yoko melani kama ngame kama zangate zuwa mo energy akanipiga 1000 francs kunywa energy. Nikamwambia voilà, hii ndio nakuwa sasa no biso en tout cas touti bitumba ngana zalaki wana na 0.0 bakotenyo swana ya alenge tu console to beta ba shenzi wana ya kosakana kati. No, sema no. Sasa kama ni hivyo basi itakuwa iko ni jambo la maana sana. Sasa unaleta leta kijiko kwa donc kinyekiko kinafanyika kule juu ni kwamba wanajeshi wetu wanajikomportia vizuri sana na wanaendelea kufanya kazi kubwa. Ina maana muda wote Minembwe itakuwa iko under control, na hilo ndo suwe ya kila mtu. Hakuna CCLF Minembwe, hakuna banini. Ni kupiga shenzi mpaka asalimu amri. Na hiyo ndo determination ya commandant region, ndo determination ya commandant chargé na operation, na pia ndo determination ya wazalendo ambao yuko representer na mzee William Amuli ya Kutumba. Tukutane majira ya saa 9 ambako tutakuwa tuna mengine mengi sana kutoka Baraka1 TV.